Kwa hivyo tunataka tuanze mchango, tuanze kutoa sadaka yetu, na hivi ndivyo tutakuwa tunafanya. Kwanza kabisa tutakuwa na mama mmoja ambaye atatufungulia mchango, ndio the Parish Executive Council wafungue mchango baada ya mama kufungua. Baadaye ningependa mnisikize vizuri, tutaingia kwa mabarua. 1,500 asante sana. 1,500 4,200. Ni mchango wa kuisaidia Parokia ya Mtakatifu Yusufu Amasago chini ya uongozi wake Baroko Isaac Maticha. Mchango ambao uliandaliwa katika shule ya msingi ya Mtakatifu Teresa ya Masago inayopatikana katika eneo bunge la Nyaribari Chache, kaunti ya Kisii. Viongozi pamoja na wageni kutoka sehemu mbalimbali walihudhuria. Anayewania urais hapa nchini katika kura za mwaka wa 2027, Daktari Fred Okengo Matiang'i alituma mchango wake wa shilingi 1,300. Gavana wa kaunti ya Kisii Paul Simba Arati kupitia kwa Mama Mary Kwamboka Arati alituma mchango wake wa shilingi 1,300. Aliyekuwa waziri wa elimu hapa nchini Ezekiel Machogu Ombaki alituma mchango wake wa shilingi 200. Naye mbunge wa eneo hili ambaye ni Saidi Chanda alituma mchango wake wa shilingi 200. Wanaomezea mate kiti cha eneo bunge la Nyaribari Chache, Daktari Joseph Birundu alitoa mchango wake wa shilingi 300. Naye Joel Okengo Nyambane akatoa mchango wake wa shilingi 300. Mgeni Charles Nyakundi Ragira alitoa mchango wake wa shilingi milioni 1. Wanaogombea kiti cha uwakilishi wa wodi ya Keumbu wakiongozwa naye Peter Muindi ambaye alitoa mchango wake wa shilingi 10,000. Joash Omambia akatoa mchango wake wa shilingi 3,000. Naye Dismas Gekonge akatoa mchango wake wa shilingi 1,100. Seneta wa kaunti ya Kisii Richard Momoima Onyonka naye alitoa mchango wake wa shilingi 1,100. Akizungumza katika sherehe hii ya kuisaidia Parokia ya Mtakatifu Yusufu Amasago, Onyonka alimrai Rais William Ruto atakapofanya ziara yake rasmi katika maeneo ya Kisii pamoja na Nyamira wiki hii atimize ahadi ambazo aliwaahidi wananchi wa maeneo haya. Onyonka aliendelea kusema ya kwamba Rais William Ruto alichaguliwa kama rais wa Kenya na anafaa kufanya maendeleo katika sehemu zote hapa nchini. Your Excellency the President, the people of Kisii have voted for you. They have voted for you 3 to 4 times when you were Deputy President and now when you are President. The people of Kisii expect you to share development equitably and fairly. We are told you are taking the railway line all the way to Siaya and you are leaving the Nyamira, Kisii, Migori route. We would want to ask you, Your Excellency, do the right thing. You are going to spend 870 billion to do this road, which is shorter than Nairobi, Mombasa. Please make sure the Kisii people get their dues. Let us have the railway line going all the way to Kisii, go down to South Mugrango, let us go to Migori, and let us go and serve our Kenyans who are known as the Kuria. Sasa tunatarajia mazuri kutoka kwa rais wa nchi Daktari Arap Samoei Ruto ambaye anakuja wiki hii. Rais wa nchi, tumekukaribisha Kisii kutoka eneo bunge ya Nyaribari Chache, ndipo tulipo sasa hivi. Mazuri unatuletea, tunakusii asua barabara ambayo ni ya Kisii Sotiki Road ndio imetusumbua sana, inaleta maajali kila siku. Karibu kila wiki ajali inapatikana kwa hii barabara. Hii barabara ni nyembamba sana. Ulituahidi ya kwamba hii barabara itapanuliwa. Wakati ndio huu, tunataka utuhakikishie uianzishe, ipanuliwe iwe kubwa ambayo magari yasiwe yakileta ajali kila wakati. Na mazuri ingine,
tunatarajia ni chungu nzima: mabarabara, stima, maji, soko ya kisasa aswa Keumbu, Nyanturago, Nyabisabo, Birongo. Pale utaona tumekukaribisha ulete soko, ulete nyumba ya bei nafuu vile ulituahidi, na mazuri mengi tunatarajia. Enock Gichana, Kurunzi News, parokia ya Mtakatifu Yusufu Amasago, kaunti ya Kisii.